Leo hii Amo Foundation tumeshirikiana na taasisi ya Buyuni Women Forum pamoja na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam Ilala kuweza kuadhimisha siku ya mwanamke kiwilaya, na tumehitimisha leo katika wilaya hii ya Ilala viwanja vya Buyuni kwa siku 3 ambapo tulikuwa na shughuli mbalimbali za kijamii kama kutoa damu, kupima saratani ya matiti pamoja na kizazi kwa wanawake. Pia tumefanya vipimo vya macho na magonjwa mbalimbali. Hicho ndio kitu kikubwa hasa tulichokifanya katika siku hii ya kuelekea kilele cha siku ya tarehe 8 mwezi wa 3, siku ya mwanamke duniani. Malalamiko tumeyasikia hasa na kwa siku ya leo pia katika hotuba yao, lakini tunajitahidi sana, na kama sisi Amo Foundation tunajitahidi zaidi hata tunapofanya makongamano yetu tunayofanya sehemu ambayo kwao yanakuwa ni rafiki katika kufika, na vile vile ukizingatia sasa hivi mwanamke mwenye mahitaji maalum sio mwanamke tu. Watu wenye mahitaji maalum wanathaminika, wanaonekanika katika wizara yetu ya maendeleo ya jamii, pia wamewekewa mazingira rafiki kwa sasa. Katika uwepo wetu kwa siku 3 hapa, kwanza kabisa wanawake hawa wamepata uelewa juu ya masuala ya kibenki, na takriban wamama 100 wameweza kufungua akaunti, na bila shaka wataendelea kupata huduma za kibenki, huduma ambayo ni muhimu kabisa kwa mwanamke yote ambaye anatafuta maendeleo. Vile vile tumeweza kupata uelewa juu ya mambo mbalimbali. Tulikuwa na wadau wa bima za afya, vile vile tulikuwa na watu wa bima za afya wametuelezea mambo ya bima ya afya pamoja na bima za maisha. Watu zaidi ya 100 wameweza kufanywa uchunguzi wa macho, na wengine wameweza kupatiwa matibabu ya magonjwa ya macho ambayo yalikuwa yakiwasumbua. Kama hiyo haitoshi, tulikuwa na watu kutoka Ocean Road ambao walikuwa wanatoa huduma ya upimaji wa saratani ya kansa, saratani ya matiti pamoja na shingo ya kizazi. Kwa zaidi ya wanawake 50 wamefanikiwa kupata huduma hiyo hapa. Pia ndugu mgeni rasmi, kama unavyoona tuna wajasiriamali mbalimbali ambao wanatoa maonesho ya bidhaa zao. Takriban wajasiriamali 100 wapo kwenye viwanja hivi, ambapo hawa kwanza kabisa wameweza kuuza bidhaa zao, lakini pia wameweza kupata soko jipya la bidhaa zao. Majukwaa mengi au shughuli nyingi zinazokuwa zinaendelea sehemu mbalimbali za ujasiriamali, utoaji wa elimu, utoaji wa misaada kama hivi nishati safi na vitu vingine, na uwezeshaji mbalimbali. Watu wenye ulemavu tumekuwa tukiachwa nyuma sana. Wengi wanafikiri kwamba hatuwezi kufanya kile ambacho wanaweza kufanya wao, na wanasahau kwamba sisi sote tupo sawa. Kile anachoweza kufanya mtu ambaye hana ulemavu, hata sisi wenye ulemavu tunaweza kufanya. Hivyo wanatuweka nyuma sana kwenye swala la ushirikishwaji.